Iran imeshuhudia wimbi jipya la maandamano makubwa ya kuunga mkono serikali katika miji kadhaa yakiwemo Tehran, Mashhad, Isfahan, Shiraz na Tabriz, huku maelfu ya raia wakijitokeza mitaani kuonyesha mshikamano na uongozi wa nchi na kupinga kile mamlaka zinakitaja kama juhudi za nje za kuchochea machafuko ya kisiasa na kijamii. Katika mji mkuu Tehran, umati mkubwa wa watu ulijaa maeneo ya kati ya jiji ukiwa na mabango, bendera za taifa na kauli zinazoonyesha uungwaji mkono kwa serikali ya Kiislamu. Maandamano hayo yalifanyika wakati Iran ikiendelea kukabili maandamano ya kupinga serikali yaliyoibuka katika wiki za hivi karibuni, maandamano ambayo Tehran inadai yanaungwa mkono na mataifa ya Magharibi, hususan Marekani na washirika wake. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya serikali, maandamano haya ya kuunga mkono serikali yalilenga kulaani kile kilichoelezwa kama jaribio la kuigeuza Iran kuwa mfano wa mataifa mengine yaliyotikiswa kisiasa kupitia shinikizo la nje, propaganda na matumizi ya mitandao ya kijamii. Waandamanaji walisisitiza kuwa Iran ni taifa lenye taasisi imara za dola na haliruhusu kuingiliwa kirahisi katika masuala yake ya ndani. Katika baadhi ya maeneo, waandishi wa habari waliripoti hisia kali za chuki dhidi ya sera za Marekani, hasa baada ya kauli za hivi karibuni za Rais wa Marekani Donald Trump kuashiria uwezekano wa kuchukua hatua kali dhidi ya Iran. Waandamanaji walionyesha wazi kuwa hawana nia ya kushiriki mazungumzo yanayoambatana na vitisho, wakisisitiza kuwa Iran itaendelea kusimama dhidi ya shinikizo lolote la nje. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa hali ya usalama nchini iko chini ya udhibiti kamili wa serikali, akisisitiza kuwa taasisi za dola, vyombo vya usalama na miundombinu ya taifa zinafanya kazi kikamilifu. Ameeleza kuwa vizuizi vya kitaifa vya mtandao vilivyowekwa wakati wa kilele cha maandamano vilikuwa hatua ya muda wa kiusalama na kwamba serikali inapanga kurejesha huduma kamili za internet kote nchini hivi karibuni. Araghchi ameongeza kuwa hatua zilizochukuliwa na serikali zililenga kuzuia kusambaa kwa taarifa za kupotosha, uratibu wa ghasia na matumizi mabaya ya majukwaa ya kidijitali wakati wa hali tete ya usalama. Kwa mujibu wake, kurejeshwa kwa mitandao kutafanyika sambamba na tathmini ya kina ya hali ya usalama katika kila eneo. Maandamano haya ya kuunga mkono serikali yanaonekana pia kama jaribio la Tehran kuonesha kwa jumuiya ya kimataifa kuwa licha ya changamoto za ndani, bado kuna sehemu kubwa ya raia wanaounga mkono uongozi wa nchi na wanapinga uingiliaji wa kigeni. Hii inakuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuongezeka, huku Washington ikitoa kauli nzito na Tehran ikijibu kwa msimamo mkali wa kisiasa na kidiplomasia. Wachambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati wanaona kuwa maandamano haya ni sehemu ya vita pana vya simulizi kati ya Iran na wapinzani wake wa kimataifa, ambapo kila upande unajaribu kuonyesha uhalali wake mbele ya raia wa ndani na macho ya dunia. Wakati Marekani na baadhi ya mataifa ya Magharibi yakielezea wasiwasi wao kuhusu haki za raia na ukandamizaji wa maandamano, Iran inaendelea kusisitiza kuwa kinachoendelea ni juhudi za kulinda mamlaka ya taifa na kuzuia machafuko yanayochochewa kutoka nje. Huku hali ikiendelea kubadilika, macho ya dunia bado yanaelekezwa Iran, ikisubiri kuona kama kurejeshwa kwa mtandao wa internet kutasaidia kutuliza hali au kama mvutano wa kisiasa na kijamii utaendelea kuchukua mkondo mpya katika siku zijazo.